nitasimama. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Karibuni sana kwenye kipindi chetu cha Mungu Anasema Nawe. Je, uko tayari kumsikiliza mtayarishaji wako Israel Zero? Leo tunataka tukasemezane neno kwenye kitabu cha Kutoka 12:13. Nami nitaiona damu na nitapita juu yake. Kichwa cha neno letu la leo ni paka damu. Usiku mmoja Mungu aliamua hatima ya taifa zima, siri yake damu mlangoni. Mungu alikuwa anatoa wana wa Israeli kutoka utumwani Misri. Janga la 10 lilipokuwa linakuja, malaika wa maangamizo. Lakini Mungu aliwapa maagizo wana wa Israeli: chinjeni mwana-kondoo asiye na ila, paka damu yake kwenye nguzo 2 za mlango na juu ya mlango. Malaika wa maangamizi atakapokuja, akiona damu atasema nitapita juu yake. Kwenye hili neno tunajifunza mambo matatu. Jambo la kwanza, damu inaleta utiifu, utii. Wana wa Israeli japo walikuwa na nguvu, walikuwa na akili, walikuwa na hekima, lakini hawakujitetea wala kujitegemea. Waliamini neno lile na kulitii. Jambo la pili, tunaona ya kwamba damu inaleta utengano, kwa maana neno linatuambia nyumba iliyokuwa na damu malaika wa maangamizi alipita, isiyokuwa na damu, tazama nyumba ile ilipatwa na maangamizi. Hii inatuonyesha wazi ya kwamba Mungu hutenganisha watu wake kupitia damu. Jambo la tatu na la mwisho, damu ya Yesu. Yule mwana-kondoo alikuwa kivuli siku zile. Leo sisi hatupaki damu ya mbuzi wala mwana-kondoo, tunafunikwa na damu ya Yesu. Yeye ndiye mwana-kondoo kwetu. Kabla hatujaendelea, kuna jambo moja ningependa ukaweze kujifunza. Wana wa Israeli ni taifa ambalo Mungu alilipendelea. Lilikuwa taifa la Mungu, lakini angalia, Mungu analipatia masharti ya kupaka damu ili likaweze kuepuka maangamizi. Tazama, inaweza kuwa wewe umeokoka, inaweza kuwa wewe ni mtu unatoa matendo kikamilifu, tenda kazi ya Mungu katika hekalu lake, lakini sikiliza neno la Mungu. Mungu anatuambia nini? Kama ni kwenye biashara yako, paka damu ya Yesu. Kama ni kwenye ndoa yako, paka damu ya Yesu. Kama ni kwenye elimu yako, paka damu ya Yesu. Kama ni kwenye kazi yako, damu ya Yesu. Tazama, kuna malaika wengi wa maangamizi wameachiliwa juu ya uso wa ulimwengu, lakini na hakika ya kwamba watakapoiona hiyo damu, maangamizi yale yatapita. Wanapoona ile damu, hakika unakuwa salama, kazi yako inabaki salama, ndoa yako inabaki salama, biashara yako inabaki salama. Paka damu ya Yesu. Maangamizi hayana mamlaka juu ya damu. Kila jambo ambalo lipo kinyume limesimamishwa na Shetani, hayana uwezo. Yanapoona damu ile, tazama, unabaki kuwa salama. Neno la Mungu linatuambia leo, kama umefunikwa na damu ya Yesu, maangamizo hayawezi kukugusa hata kidogo. Tazama, uko salama. Andika chini, nimefunikwa na damu ya Yesu. Rudia nyuma yangu kwa kukiri na kinywa chako, kwa maneno yako mwenyewe ya kwamba nimefunikwa na damu ya Yesu. Maangamizi, hasara, magonjwa hayana mamlaka na uwezo juu ya maisha yangu. Amen, amen. Mbarikiwe sana.